Wale ambao hawajai kufika Zanzibar, kama unapita hapa kufuta mikono.
Tupigie makofi mengi sana babu ya yupo, tafadhali sana tupigie makofi mengi sana kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kuhudhuria katika mapokezi haya ya aina yake. Tunasema alhamdulillah. Pili, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha chama chetu kukamilisha mkutano mkuu wa taifa ambao umekuja na maamuzi ya kuchagua kabisa wagombea wa kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano na kiti cha urais wa Zanzibar. Tunasema kazi hiyo imekamilika. Kazi iliyokuwa mbele yetu sasa ni kushindana na vyama vingine. Kwenye CCM kazi tumetimiza. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, nichukue fursa hii nimshukuru kwa dhati ya moyo wangu mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendesha mkutano mkuu wa CCM kwa umahiri mkubwa mpaka tukafikia kuumaliza tukiwa tumefanya maamuzi ya aina yake katika mkutano ule. Tatu, ni washukuru wajumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa, ni washukuru wajumbe wa kamati maalum ya halmashauri kuu ya taifa, ni washukuru wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa na ni washukuru wajumbe wa mkutano mkuu wa taifa kwa kazi kubwa walioifanya tukiwa Dodoma. Kwa upande wangu, mchakato ulianza na kamati maalum na washukuru wajumbe wote kwa kunipitisha. Na baada ya hapo ulifuata kwenye halmashauri kuu ya taifa na washukuru kwa kunipitisha. Na baada ya hapo jina langu lilipelekwa kwenye kamati mkutano mkuu ili wathibitishe, nao walithibitisha na washukuru wote. Aidha, nichukue fursa hii washukuru wajumbe wa mkutano mkuu kwa kupiga kura na kuamua kwamba mgombea wa CCM mwaka 2025 atakuwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kiti cha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hivyo kazi
sasa ni kuanza kujiandaa kwa uchaguzi mkuu. 4, ningependa kuwashukuru sana viongozi wote na wanachama pamoja na wapenzi wa CCM kwa mapokezi haya makubwa ya aina yake hapa Zanzibar. Tokea uwanja wa ndege na njia nzima mpaka ofisi kuu na hapa tulipo sasa hivi, kwa kweli mmetia fora. Tunasema asanteni sana kwa kutuonyesha imani kubwa kiasi hichi. Aidha, nichukue nafasi hii kuishukuru kamati ya maandalizi kwa kazi kubwa walioifanya ya kuhakikisha kwamba mapokezi haya yanakuwa ya aina yake. Nasema asanteni sana, Mwenyezi Mungu akulipeni kila la heri. Amen. Baada ya shukrani hizo, sasa niseme kwamba nimepata faraja kubwa kwa wenzangu viongozi wa CCM, lakini wananchi kwa ujumla, kwa kutambua kazi ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi tulioifanya mimi na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Maana unaweza ukajiuliza, hivi kwa nini CCM wameamua kufanya uteuzi huu wa wagombea wao mapema kiasi hichi? Ni kwa sababu ya ilani tulivyoitekeleza. Tumeonyesha pale documentary, viongozi wote waliokuweko pale wakakiri kwamba kazi kubwa, kazi nzuri imefanyika. Kwa nini tusiamue kabisa kuhama viongozi hawa wawili waende wakamalize kazi kwa kipindi kijacho cha miaka 5? Kwa hivyo kwetu sisi ni faraja kubwa kwa kutambua kazi iliyofanyika, na ahadi yangu kwenu ndugu zangu ni kwamba imani huzaa imani na hisani hulipwa kwa hisani. Imani yenu juu yetu, hisani yenu juu yetu, mimi kwangu nasema yajayo ni neema zaidi. Naam, kuchi kuchi otahe. Hiyo ndio CCM hiyo. Ndugu zangu, wana CCM, kama kawaida yetu, tumemaliza mkutano wetu mkuu, tumefanya maamuzi yetu na tumetoka pale tukiwa wamoja, chama kimoja, sote letu moja. Tuna kazi sasa ya kuja kupambana na vyama vya upinzani. Nataka nikuhakikishieni kwamba hawa hawako kwenye ligi yetu hata kidogo. Ndugu zangu, tumemaliza kazi kwenye chama, nasema tumebakisha kazi ya mwezi Oktoba. Sasa wale waliodhani, leo nataka niwaambie hapa, wale waliodhani kwamba ndani ya Chama cha Mapinduzi tutagombana, tutashindana, tutavutana ili tumeguke, watasubiri sana. Chama cha Mapinduzi ni wamoja, tumemaliza kazi yetu, tumetoka wamoja. Wapo majahili hapa walikuwa wanasema maneno. Yupo jahili mmoja mkubwa hivi alikuwa anasema Mwinyi hatakiwi kwenye CCM na kwamba safari hii Mwinyi harudi. Sasa ndugu zangu, naomba mnisaidie kwenda kumuuliza yule jahili yule, sasa ana maneno gani? Hii ndio CCM, yeye haijui CCM. Ndugu zangu, kazi iliyobaki mbele yetu ni uchaguzi mwezi Oktoba. Wapo walionitangulia kuzungumza hapa wanasema kuna mambo ambayo lazima tujipange kama wana CCM kuyafanya. La kwanza, mwezi ujao, mwezi wa pili, tutaanza uandikishaji kwenye daftari. Wito wangu kwenu nyote wa
wanachama wapenzi wakereketwa wa CCM, lazima kila mmoja wetu ahakikishe kajiandikisha kwenye daftari, wale ambao bado hawajaandikisha. Baada ya hapo, mwezi wa Oktoba, tunayo tabia wana CCM, wengine tunakuwa tumejiandikisha kwenye daftari lakini hatutoki kwenda kupiga kura. Safari hii na kuombeni nyote mtoke kwenda kupiga kura, tuwashinde wapinzani wetu kwa kiwango kikubwa, wasiwe na la kusema. Sisi tuna uhakika CCM tuko wengi, tuna uhakika chama chetu ni kikubwa, tuna uhakika tukijitokeza sote kwenda kupiga kura tutawashinda vibaya sana. Nionyesheni mikono ya watakao kwenda kupiga kura. Ndugu zangu, tukifanya mambo hayo mawili, la kwanza ni mwezi ujao kuhakikisha kila mtu kajiandikisha na anaowajua anahakikisha anawatoa kwenda kujiandikisha. Ikafika mwezi wa Oktoba tukahakikisha umemshika mtu kila unayemjua mkono, tukaenda kupiga kura. Hatuna shaka tutashinda kwa asilimia kubwa sana. Na baada ya hapo, kazi itakayokuwa imebaki sasa mtupe sisi. Kutoka kwenu mimi nahitaji jambo moja tu, tudumishe amani na utulivu na umoja katika nchi yetu. Tukiwa tuna amani, tulikuwa tuna umoja, tukiwa na utulivu, na kuhakikishieni kazi tutakayoifanya Zanzibar kipindi cha miaka 5 ijayo, Zanzibar itakuwa Singapore kama wanavyosema. Napenda nimalizie, naona muda umetutupa mkono kidogo. Napenda nimalizie kwa shukrani kwa shehe wetu aliyetuombea dua hapa. Nashukuru kamati ya maandalizi kwa kazi nzuri walioifanya. Nawashukuru wasanii wote waliotutumbuiza hapa. Nawashukuru wasoma utenzi. Nawashukuru wanahabari kwa kuhabarisha nchi nzima habari ya Chama cha Mapinduzi toka tuko Dodoma mpaka leo tuko hapa. Wote nasema asanteni sana, lakini kipekee nikushukuruni nyie nyote mliokuwepo hapa. Mmeacha majukumu yenu mbalimbali kuja kunipokea kwa bashasha, mmekuja kunipokea kwa mapenzi makubwa, na mimi nasema imani yenu nitailipa kwa imani na utumishi uliotukuka. Ndugu zangu, asanteni sana. Nimeelezwa kwamba wasanii bado wapo na wanataka kuendelea, kwa hivyo nisichukue muda mrefu sana. Niseme asanteni sana. Mwenyezi Mungu atubariki sote, atuweke salama, turudishe nyumbani kwa salama. Asanteni sana kwa kunisikiliza.